na miongozo iko sehemu nyingi kabisa, na miongoni mwa miongozo hiyo ni usimamizi, kwa sababu jambo la ndoa limewekwa kwenye utaratibu wa kisheria. Kila mmoja amepewa majukumu yake na haki zake za kutekeleza. Mwanamume ana haki za kumtekelezea mke wake, na mke ana haki na mambo ya wajibu ya kumtekelezea mume. Kila mmoja asimame katika misingi yake. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqa, kila mwenye haki umpe haki yake. Huo ndio mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa haki za mume ni usimamizi wa familia yake. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil-ghaibi bima hafidha Allah. Al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanaume ndio wasimamizi wa jambo la wanawake. Lazima usimamizi, qawama ipatikane. Kwa hiyo kutoa miongozo katika familia yako, katika nyumba yako, ni jambo la wajibu liko juu yako mwanamume. Kuisimamia familia yako katika makazi, kwamba watakaa wapi, wataishi wapi, katika mavazi, katika chakula, nafaka kwa ujumla, yote iko juu yako. Matumizi ya familia yako ni juu yako. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, mtu atoe kwa kadiri ya kile alichojaaliwa kutokana na ule uwezo wake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa riziki wewe finyu, basi utatumia katika familia yako na tutoa matumizi kwa kadiri ya vile alivyokufanyia finyu Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka atakapoikunjua riziki yako. Amekujalia riziki ya katikati, basi uwe hivyo. Amekujalia kipato kikubwa, basi pia vile vile isimamie familia yako katika hali ya raghad al-aish, yani maisha yenye nafasi, na wala usiwafanyie ubakhili juu yao, wala usifanye israfu juu yao. Lakini mume ndiye msimamizi wa jambo hili, na mwanamke wajibu wake ni taa, usikivu na utiifu kwa mume, na kuhifadhi nyumba ya mume, na kuhifadhi familia yake na majukumu ya nyumbani. Wale mashekhe wanaowaambia watu kwamba mke kazi yake ni kujipamba tu na kumsubiri mume tu, mambo ya kupika sio kufua sio wajibu. Mashekhe hao watakiwa wakasome tena. Ni wajibu kwa mwanamke kusimamia nyumba. Miongoni mwa mambo ya wajibu ni kumpikia chakula mumewe. Miongoni mwa mambo ya lazima ni kumfulia nguo zake na kumsafishia nyumba yake. Huu ni wajibu. Mume ana haki kufanyiwa na mkewe mambo haya, na haya ameashiria na kuyasema wazi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kwamba katika wajibu na mambo ya lazima nyumbani kwa mtu, mke asimamie majukumu haya. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, wanawake wema ni wale wenye kumwogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhatun lilghaib, wenye kuwahifadhia wanaume nyumba zao wakati hawapo, wakahifadhi heshima zao, nyumba zao, utu wao, watoto wao na kila kitu chao. Na ndio Mtume SAW alaihi wasallam akasema, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mwanamke ndiye msimamizi na ndiye mchungaji kwenye nyumba ya mumewe. Ra'iyatun fi baiti zawjiha, ni msimamizi, ndiye mas'ula kwenye nyumba ya mumewe. Haya ni maneno ya Mtume SAW alaihi wasallam. Sio mas'ula kwa kupaka wanja tu na kupaka piko. Ahakikishe nyumba iko safi, watoto wamevaa vizuri, wameoga, wamekula, kila kitu kiko sawa. Na wakitekeleza wajibu wao, mke ametekeleza wajibu wake, amekutii wewe na amesimamia nyumba yako, basi wewe watakiwa ulipe kwa ihsani, kwa kufanya muashara ulio mwema.